tunaamini kwa kesho vile vile waandishi wa habari na wananchi na Watanzania wote kwa jumla watatega sikio kusikiliza kama kuna hatua mpya za kuimarisha mapato. Niseme kabisa tu kwamba hatua mpya zipo, na tumekuwa na mchakato mrefu. Kila mwaka tuna utaratibu maalum wa kutafuta maoni mbalimbali, na katika mwaka huu 2026-2027 kupitia wizara yetu hii ya fedha tulikaribisha maoni kutoka kwa wadau wote. Kama kuna mdau yoyote ambaye ana maoni kuhusiana na namna ya kuboresha mfumo wetu wa kodi, tuliyahitaji maoni hayo. Kwa hiyo kwenye mwezi wa Januari tulitoa wito kwa wale ambao watakuwa na maoni ya namna kurekebisha mfumo wetu wa kodi. Kwa hiyo tulikaribisha maoni kutoka serikalini, kutoka sekta binafsi, kwenye makampuni na taasisi mbalimbali, jumuiya za wafanyabiashara, jumuiya zisizo za kiserikali, taasisi za elimu ya juu na zile za kitaaluma, MBA na wengine, na hata watu binafsi. Ili lengo letu ilikuwa ni kushirikisha wadau wote katika mageuzi ambayo yanapaswa yafanyike katika mfumo wa kodi. Na katika hili ni kodi inatozwa mbalimbali. Na katika hili hadi tunafunga dirisha la kupokea maoni kwenye mwezi wa Februari mwaka huu, Wizara ya Fedha tulipokea maoni 727 kutoka kwa hao wadau wote: serikali, sekta binafsi, makampuni, jumuiya za wafanyabiashara na hizo taasisi nyingine mbalimbali. Tulipokea maoni 727 ambayo yanagusa maeneo ya kikodi, kuna mengine yanagusa maeneo ya kisheria, na baadhi yake vile vile ilikuwa ni katika maeneo ya kiutawala. Kwa hiyo uchakataji wa mapendekezo hayo ulianza rasmi immediately huo mwezi mara tu baada ya kupokelewa, baada ya kufunga ile dirisha katika mwezi wa Februari mwaka huu, ambao uchakataji huu una ngazi mbili. Kwenye ngazi ya awali ulichakatwa kupitia kamati maalum tunaita kikosi kazi, task force, ambayo inajumuisha wawakilishi kutoka serikalini, serikali za mitaa, taasisi za serikali na sekta binafsi. Na kati ya mapendekezo hayo 727, sasa baada ya kuchakatwa na hicho kikosi kazi kwa takriban miezi miwili, hatimaye tulipata mapendekezo 125 ambayo yalikubaliwa kama yalivyowasilishwa. Kati ya 727, 125 yalikubaliwa haya yapendekezwe kuenda nayo mbele kama yalivyowasilishwa, kwa maana yalikubaliwa moja kwa moja. Mengine 121 yalikubaliwa baada ya kurekebishwa. Kwa mjadala umekwenda, yakasema hili lina hali kwenda nalo, lakini lirekebishwe. Kwa ujumla ya aina hii yako mapendekezo 121. Mapendekezo 295 kati ya hao 727 haya yalikataliwa kwenye ngazi ya kile kikosi kazi. Baada ya kuchakatwa, baada ya mjadala mzito, yakasema haya na sababu ya kuendelea mbele, kwa hiyo yalikataliwa pale pale.